Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibuni katika darasa za Mwalimu Abul Hassan Jumar. Tunaendelea na utaratibu wetu wa ufafanuzi wa ishara za nyota na ishara za ndoto na utatuzi sahihi katika haya ambayo tunayoyaelezea. Ikiwa tunaelezea ni kuanzia tarehe 12 siku ya Jumapili, tarehe 13 siku ya Jumatatu na tarehe 14 ambayo itakuwa ni siku ya Jumanne mwezi huu wa 7 mwaka 2026. Tayeb, ikiwa tunaelezea ishara za nyota zetu na kadhalika ufafanuzi wa ndoto zetu na utatuzi sahihi kwa siku hizi ni kama ifuatavyo. Tukianza na nyota ya kondoo, pesa utazozipata uwe mwangalifu wa haya matumizi unayofikiria sasa. Ushauri wahitajika, na upande wa mahusiano epuka kurudia migogoro ya zamani. Kipato, kamilisha miradi kabla ya kuanza mengine. Na ushauri katika nyota hii ya kondoo, subira italeta mwanzo mzuri wa mzunguko mpya. Nyota ya pili ni nyota ya ng'ombe. Utafurahiwa na ndugu zako na marafiki zako. Mliopo masomoni ongezeni bidii. Utapokea habari nyingi na ni vizuri mkazifanyia uchunguzi. Upande wa mahusiano katika nyota ya ng'ombe, marafiki wanaweza kukuunganisha na watu muhimu. Upande wa kipato, ushirikiano unaweza kuleta manufaa. Ushauri, dumisha mahusiano ya kuaminiana. Nyota ya tatu ni nyota ya mapacha. Habari zitahusisha ununuzi wa shamba au nyumba na vitu ambavyo vinahusisha ardhi, na ni vibaya ukajizubaisha sasa ukaacha kufuatilia habari hizo. Uangalifu wahitajika zaidi ambao utakusaidia kuepuka kuibiwa au kutapeliwa kwa jambo lolote. Mahusiano, ratiba nyingi zinaweza kupunguza muda wa ukaribu katika mahusiano. Na upande wa kipato, kazi inaweza kuleta matokeo mazuri. Ushauri katika nyota hii ya mapacha, panga muda kati ya kazi na maisha binafsi. Tayeb, nyota ya 4 ni nyota ya kaa. Vizuri usaidia wanaostahiki kusaidiwa. Mipango yako itakamilika ikiwa hauna mikosi. Habari ambazo utazopokea zitakuongezea furaha. Mahusiano, mawasiliano ya mbali yanaweza kuimarisha uhusiano. Upande wa kipato katika nyota hii ya kaa, elimu au safari inaweza kufungua fursa. Ushauri, kubali kujifunza mambo mapya. Na nyota ya simba ni nyota ya 5. Taarifa za kuongeza wasiwasi zitakufikia. Kuacha au kuachwa katika jambo muhimu kutajitokeza. Maamuzi yako yafanyie subira zaidi. Mahusiano, uwazi utajenga kuaminiana. Kipato, fedha za pamoja zinahitaji mpangilio. Ushauri katika nyota hii ya simba, fanya maamuzi ya kifedha kwa utulivu. Nyota ya 6 ni nyota ya mashuke. Mpenzi uliokuwa wamtafuta, huyu wa sasa atakuwa nazo sifa, na itakuwa vizuri kama utafuatilia kujua tabia zake, yani compatible, na atakufaa. Utamudu mambo mengi na utashinda mambo mazuri ikiwa huna mikosi. Mahusiano katika nyota hii ya mashuke yanaweza kuimarika. Kipato, miradi ya pamoja inaweza kuwa na matokeo mazuri. Ushauri, sikiliza maoni ya wengine. Nyota ya 7 ni nyota ya mizani. Tafuta habari zinazohusu kaka au dada. Uangalifu katika mambo unayofuatilia itakusaidia kuepuka matatizo yaliyopo. Upande wa mahusiano katika nyota hii ya mizani, upendo unaimarika kupitia matendo madogo madogo. Kipato, nidhamu kazini inaweza kuongeza mapato. Ushauri, dumisha uwiano kati ya kazi na mapenzi. Nyota ya 8 ni nyota ya nge. Kipato au kitu ulichomiliki utakigawa. Uangalifu wa ugawaji wahitajika pia. Ukitafiti jambo lolote utafanikiwa. Yani ukifuatilia, yani kufanya research ya jambo unataka kujua, basi utafanikiwa. Utapata taarifa za walio mbali na wewe. Upande wa mahusiano katika nyota hii ya nge, mvuto wa hisia na furaha vinaweza kuongezeka. Kipato, vipaji na ubunifu vinaweza kuleta riziki. Ushauri, onyesha vipaji vyako bila woga. Nyota ya 9 ni nyota ya mshale. Fuatilia haki zako utafaulu. Ukitafuta kazi utafanikiwa kupata, hasa ukiwa huna mikosi. Hili neno mikosi nimekuwa nalifafanua zaidi, ni kutokamana na umuhimu
wa watu wajue mikosi madhara yake ni makubwa. Na yanakuwa makubwa kwa nini? Kwa sababu yanaathiri psychology. Maana unakuwa haufanikiwi mambo yako, unakuwa unaonesha juhudi, unatumia nguvu kubwa, lakini bado unakuwa haufanikiwi. Hii ndio hali ya kuwa na mikosi. Kwa hiyo si msamiati rahisi kama ambavyo mnavyosikia tunavyotamka. Upande wa ahadi katika nyota ya mshale, utaahidiwa na ahadi mara nyingi hazitotimia. Mahusiano katika nyota ya mshale, familia inahitaji muda na uangalifu. Upande wa kipato, panga vizuri matumizi ya nyumbani. Ushauri, weka msingi na utulivu wa familia. Nyota ya 10 ni nyota ya mbuzi. Utapata matumaini katika mipango yako ya sasa. Biashara au kazi zitakuletea faida zaidi ikiwa huna mikosi pia. Mahusiano katika nyota ya mbuzi, mazungumzo ya wazi yataondoa kutoelewana, maana mtafahamiana, tatizo lilipo pia litajulikana. Upande wa kipato katika nyota ya mbuzi, mawasiliano yanaweza kufungua biashara mpya, na ushauri, tumia maneno kwa busara. Nyota ya 11 ni nyota ya ndoo. Maradhi yatakusumbua, tafuta utatuzi haraka. Waone wajuzi walio wazuri, utafanikiwa hasa ikiwa huna mikosi. Kwa nini nimeelezea zaidi mikosi katika kipindi hiki? Ni kuonesha ndani ya kipindi hiki fursa ziko nyingi kwa watu wengi wa makundi ya nyota yenu. Upande wa nyota hii ya ndoo ya 11, katika matukio katika hizi siku kadhaa, kuharibu katika mipangilio yako itaongeza huzuni. Upande wa mahusiano katika nyota ya ndoo, tafuta usalama wa kihisia na uwazi. Upande wa kipato, pitia bajeti na ongeza akiba. Ushauri, epuka matumizi yasiyo ya lazima. Nyota ya mwisho ni nyota ya samaki. Upendo utaleta furaha, huzuni zitajitokeza siku zilizopita zitakwisha. Na mipango iliyo mizuri na yenye faida zaidi itayohusu maendeleo ni katika matukio katika kipindi hiki. Upande wa mahusiano katika nyota ya samaki, ni kipindi kizuri cha kusamehe au kuponya majeraha ya zamani na kujiandaa kwa mwanzo mpya. Upande wa kipato, kamilisha majukumu yaliyopo na panga malengo ya mazungumzo au ya mzunguko unaofuata. Hapa nitafafanua baadaye kidogo katika matukio, kujiandaa kwa mwanzo mpya, na pia kusema panga malengo ya mzunguko unaofuata. Ushauri, tumia muda wa tafakari ambao ni dua na kupanga hatua zako za baadaye. Mara nyingi katika hisabu tuna makundi manne au tuna zama 4. Sasa hizi zama 4, mwisho kabisa huwa tunakuwa hatuhitaji kuanzisha jambo, isipokuwa tunakuwa tunajiandaa kwa ajili ya kuingia mwanzoni wa mzunguko. Na mwanzo wa mzunguko ndio wakati wa kuanzisha mambo. Kwa hiyo utaona yule ambaye atakayeanzisha mwishoni wa mzunguko hawezi kufanikiwa kama yule atakayeanza mwanzoni wa mzunguko. Kwa hiyo tukisema tunajipanga kwa ajili ya mzunguko mpya, manake tuko zama za mwisho, ambapo huku tunataka tafakari zaidi ya nini ulichokifanya nyuma, kwa sababu kumepita ile mizunguko, kundi la kwanza la kuanzisha, la kuimarisha, la kufuatilia, la kuboresha. Sasa tumekuja la mwisho, tunafanya tathmini kwa ajili ya nini? Ya kujiandaa na mzunguko wa kwanza. Asanteni sana. Ni mimi mtaalamu wenu Mwalimu Abul Hassan Jumar, mtaalamu wa kufasiri ishara za nyota na ishara za ndoto na utatuzi sahihi katika afya zetu za kiakili na afya za kimwili na afya za kiroho. Asanteni.